mtaufanya kuwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Mkutano wote wa Israeli kawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atwaye mwana-kondoo jamaa kwa jamaa, mwana-kondoo mmoja kwa kila nyumba. Kama jamaa ina watu wachache wasioweza kumaliza mwana-kondoo, mtu ashirikiane na jirani yake aliye karibu na nyumba yake kwa kadiri ya hesabu ya watu. Mtapima kadiri awezayo kula kila mtu kwa kujua hesabu ya watu watakaokula mwana-kondoo. Mnyama atakuwa asiye na kilema, dume wa mwaka mmoja. Mtamchagua kati ya kondoo au mbuzi. Mtamweka mpaka siku ya 14 ya mwezi huu. Hapo watu wote wa mkutano wa Israeli watamchinja saa za jioni. Watachukua damu yake na kupaka juu ya miimo miwili na kizingiti cha mlango wa nyumba watakamolia. Usiku huo huo italiwa nyama hiyo iliyookwa kwa moto. Italiwa pamoja na mikate isiyotiwa chachu. Mtamla hivi: viuno vyenu vimefungwa, mmevaa viatu vyenu miguuni, fimbo zenu mkononi. Mtakula kwa haraka. Hiyo ndiyo Pasaka ya Bwana. Usiku huo katika nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama. Tena miungu yote ya Misri nitaiadhibu, na ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba mnapokaa. Nitakapoiona damu hiyo, nitawapita, nanyi mtapatwa na pigo la kuangamiza nitakapoipiga nchi ya Misri. Siku hiyo mtaifanya kuwa siku ya hukumu, nanyi mtaiadhimisha kama sikukuu kwa heshima ya Bwana. Katika vizazi vyenu vyote mtaifanya ile sikukuu milele. Neno la Bwana. Zaburi ya kutukuzana. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Ilikuwa kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu alijua ya kuwa saa yake imewadia toka ulimwenguni hapa kwenda kwa Baba. Naye kwa kuwa aliwapenda watu wake walioko ulimwenguni,
aliwapenda mpaka mwisho. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye akamjia Yuda mwana wa Simoni Iskariote nia ya kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba ameweka vyote mikononi mwake na ya kuwa ametoka kwa Mungu na anakwenda kwa Mungu, aliinuka kutoka mezani, akaweka kanzu yake kando, akachukua kitambaa cha kitani, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika chombo, akaanza kuiosha miguu ya wafuasi na kuifuta kwa kitambaa alichojifunga. Alipokuja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wataka kuniosha mimi miguu? Yesu akajibu akamwambia, sasa huelewi nifanyalo, lakini baadaye utalifahamu. Petro akamwambia, miguu mimi hata kidogo. Yesu akamjibu, nisipokuosha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono na kichwa. Yesu akamwambia, aliyekwisha oga hana haja ya kunawa isipokuwa miguu, bali yu safi mwili wote. Nami nimekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua atakayemsaliti, ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Baada ya kuosha miguu, alivaa tena nguo safi, akaketi mezani. Akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Mwaniita mwalimu na Bwana, tena kwa haki, maana ni hivyo. Basi kama mimi niliye Bwana na mwalimu nimewaosha miguu, imewapasa ninyi pia kuoshana miguu. Kwa maana nimewapa mfano, ili nanyi mtende kama mimi nilivyowatendea.
Mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, asema Bwana. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, kama vile tunavyotiwa nguvu na karamu ya mwana wako duniani, vivyo hivyo tujalie tusalimu shiba katika karamu ya milele, anayeishi na kutawala daima na milele. Amen.
tunajalia mkate wa mbinguni. Ee Mungu, umetuachia ukumbusho wa mateso yako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba utujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate daima neema ya ukombozi wako ndani yetu, unayeishi na kutawala daima na milele.